Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Binafsi nafikiri hata nipate nafasi ya kwenda kuzungumza na asubuhi kwenye michezo. Mimi binafsi kwa mafunzo ambazo niko nazo, ni kweli mchakato huo wanaendelea nao. Ni mchakato ambao uko chini, hawajaamua kuweka wazi, lakini ukiangalia kwa pressure iliyopo sasa hivi kwa pande mashabiki na comments, tuna pande mbili. Katika mpira wetu ni ngumu kuweza kupata kitu clear kwa sababu kila kitu kina pande mbili. Leo hii kuna watu wanakaa kabisa na kumtetea mwalimu si kwa maslahi mapana ya Yanga. Unaelewa? Ndio. Ni kwa maslahi ya kwa wenyewe na upande wanaojua wenyewe. Sasa tunajua kwamba Yanga wakiwa wanateseka, wengine wanafurahi. Wengine wakiwa wanafurahi, Yanga pia inateseka. Unaelewa sijui? Nakuelewa. Hiyo hapo watu wamegawanya. Kitu to be honest, Yanga kwa Mwalimu Falls imepoteza mwelekeo. Na unaweza ukasema pengine mbona hajapoteza mechi? Ubora wa timu upo kwenye matokeo tu, Saidi. Unaweza ukaona timu ambayo imepata matokeo ushinde goli moja, lakini yenyewe imekosa magoli 15 ya wazi. Sasa hiyo uwezi ukatoka ukajisifu kama timu bora wakati wote ulikuwa kumbuka kwenye hatari kubwa ya kuweza kuadhibiwa. Yanga ile shape yao imepotea, na nilisikia kwa mjadala unaendelea kwamba pengine sasa hizi kwa sababu Yanga walikuwa wameondoa Aucho, ameondoka na Aziziki, kwa Yanga naona imerudi. Toka msimu uliopita Yanga hesabu mechi ambazo Aucho amecheza na Aziziki, Yanga tayari walianza kujiandaa kutokuwa na Aziziki na kutokuwa na Aucho kama utakuwa unafuatilia. Lakini bado Yanga ilikuwa haichezi hivi. Lakini pia wengine wanazungumza kwamba viwango wachezaji wa Yanga vimeshuka. Kushuka kwa wachezaji hakuathiri mfumo, kuna athiri uwezo wa mtu mmoja mmoja. Ile rhythm ya timu inakuwa iko pale pale. Yanga alifungwa na Tabora magoli 3, lakini bado walisiki kwenye mpira wao ule ambao tunaufahamu. Kwa hiyo watu wanalalamikia watu sio matokeo ya ushindi. Watu wanalalamikia watu aina ya mpira ambao Yanga walianza kuijenga tokea enzi ya Nabi inapotea kwa haraka. Yanga sio timu ya kutafuta pesa 11. Yanga timu wanayo wamechotaji wapya kwa maana ya kuja kuboresha baadhi ya maeneo, lakini timu yao ipo, hawatengenezi timu. Yanga watafuti muunganiko. Na kwa jinsi ambavyo ulivyosikia kwenye pita zako, wanahusishwa pia baadhi ya makocha, lakini jina la Nasreddine Nabi pia lipo. Je, kuna taarifa nyingineyo? Kwa sababu pia kuna taarifa kwamba kuna kocha mwingine pia anatafutwa kutoka nje ya nchi. Ukindwa Nasreddine Nabi. Mimi katika vyanzo vyangu kuna makocha wawili wanahusishwa ambao wote walikuwa wako Yanga muda uliopita, na kuna mwalimu mwingine ambaye anahusishwa ambaye hajawahi kabisa kucheza soka la Afrika. Kwa hiyo kwa walimu watatu. Kuna hao wawili ambao tayari wamefundisha Yanga, na mmoja wapo ndio anapewa kipaumbele cha kuweza kurudi Yanga. Yategemea tu na yeye pande wake na timu yake atakazoamua. Na kuna mwalimu mmoja ambaye kabisa Afrika yeye kufundisha alikuwa anafundisha Asia. Ndio maeneo hayo tu. Hao wengine ukisikia ni story. Kwa hiyo hawa wanahusishwa bila shaka ni Nasreddine Nabi, Miguel Gamond na huyo mwingine ambaye wamesema kwamba hajawahi kufundisha Tanzania ama Afrika kwa ujumla. Yaani katika hilo kundi Nabi hayupo. Nabi hayupo? Hayupo kwenye hilo kundi. Hayupo kabisa? Kwenye hilo kundi hayupo Nabi. Lakini kuna makocha ambao wameshawahi kuifundisha pia Young Africans. Wako wawili. Akiwemo Miguel Gamond. Sasa hilo kuzungumza sasa ndio mwandike. Mimi nilizungumza. Mwingine ni nani ukiondoa Miguel Gamond? Mimi nilizungumza hiyo sasa nimekambiwa kwa wawili. Mpaka hapo panatosha. Wako tu wawili na mmoja kutoka nje ya Afrika. Wako makocha watatu. Kwa mmoja kati yao ndio anataka kusema klabu ya Yanga soon as possible. Na kwa jinsi ambavyo ulivyoitazama Young Africans kwa kipindi hichi, kama atakuja kocha mpya, huenda ikawa na mabadiliko ya haraka zaidi. Mimi nafikiri ni kurudi katika misingi tu. Watu wanasahau kwa haraka. Msimu uliopita mwenyewe ulishuhudia Yanga katika msimu uliopita alichange makocha 4. Uliona Yanga ikiyumba brother? Haikuyumba. Na kwa sababu kale walikuwa wana system wanapotapa yao. Ndio tunachozungumzia hapo. Makocha 4 ameondoka Gamondi, akaja mwalimu Sidi, akaja mwalimu Mwalini kwa muda, akaja mwalimu Omut nafikiri yule. Yule Miru wa mwisho. Yanga ndio ilikuwa tu inaendelea inapanda level yake ya ushindani. Kwa timu walionayo sio timu ya kusahau, kwa sababu timu ipo. Yaani unaweza ukaipanga Yanga ikawania ubingwa bila kumfundisha yeyote mgeni na bado akachukua ubingwa wa ligi msimu
shetani atapita. Lakini maswali ni mengi kuhusiana na hili ambalo umeanza kulizungumza kwamba unamfukuza vipi kocha Romain Folz wakati amecheza mechi, hakupoteza mechi na ameshinda? Nakwambia hivi, hapo ndio ambako watu wengine wanaonekana kwenye mtego. Kocha aangalize matokeo ya ushindi tu. Unaangalia timu inashindaje ukireflect na wapinzani wake na anakokwenda. Leo hii Yanga hii ukivyoangalia ukipanga katika ligi, level yake sio yenyewe Yanga katika ligi iko juu. Kwa hiyo leo hii kipimo cha Yanga samani sio kwa kubeza, akiwezi kuwa Mbeya City, akiwezi kuwa Dodoma Jiji, akiwezi kuwa Namungo wala Coastal Union. Kwa Yanga ambao wanatamani wafike mbali kimataifa, iko sio kwa sababu Yanga ana qualities ambazo zinapitiliza. Yaani Yanga hata kama wewe ukipata leo hii kupata kaa pale ipange cheza na Namungo, bado unaweza ukashinda. Kwa hiyo ukianza kuangalia kwa takwimu hizo, na je, tokea wakati amekuja ni mechi gani ambayo amecheza ambayo ilikuwa ni level ya juu ya Yanga? Ni mechi ipi? Mechi ya kwanza amecheza na Rayon Sports. Rayon Sports huwezi kukompea na Yanga bro. Hata kama unakuwa unakocha, hata kama uko wenyewe bila mwalimu. Mechi ya pili na pili ya kupiga Bandari umeweza kuona. Mechi ya Simba anaadhibiwa mara ngapi? Ni mara ya 6 anaadhibiwa. Kwa hiyo lakini kama unakuwa unafuatilia hata mechi yenyewe ya Simba ndio mechi pekee ambayo Yanga ameshinda akiwa ameshika low kononi. Huko Yanga alikuwa anamfunga Simba, anamfunga na huko watu wanakunywa soda na popcorn. Amedhibiti kwenye kila idara. Mechi wale ya Angola wako chini. Kwa hiyo sio tu umeshinda mechi ngapi, umeshinda katika ushindani gani na ulikuwa una ubora kiasi gani kwa maana ya quality. Haya naomba tuweze kuiangalia. Kwa hiyo kiuhalisia wakati wote kuanzia hivi sasa, huenda hata wiki haijapita tutarajie kuona kocha mpya Young Africans akitambulishwa. Nafikiri ambacho kinasubiriwa tu ni kupata mwalimu mwingine wa kumreplace, lakini maamuzi nafikiri yashafikiwa. Yaani ambacho kinasubiriwa ni kupata proper replacement, lakini sio kuondoka mwalimu. Lakini maamuzi ya kumfuta kazi tayari yameshafikiwa. Hayo nafikiri yashamalizika. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.